Hivi mnajua hii kalenda yetu tulionayo kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ni sawasawa na ile kalenda ambayo Mungu alifanya uumbaji wake? Yes. Na katika uumbaji wa Mungu pia kulikuwa na muda wa mapumziko. Ndivyo. Kwa hiyo turudini tuanze kusoma katika kitabu cha Mwanzo 2:2 pale ambako Mungu baada ya kumaliza kila kitu akapumzika. Kama ambavyo sisi tunakuaga na weekends, ndio? Lakini pia tukiwa tunasoma Mwanzo tunaona kama ni siku ya kwanza, siku ya pili mpaka siku 7. Lakini kupitia kitabu cha Petro 2 mlango wa 3 mstari wa 8 nao unatukumbusha kwamba siku moja ya Mungu ni sawasawa na miaka 1000. Yes, kupitia Petro inasema hivi. Petro 2 anatuambia kwamba lakini wapenzi, mlisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo kupitia ule siku ya kwanza, kwa tafsiri ya Petro inasema kwamba ni miaka 1000. Kwa hiyo Mungu alitumia miaka 6000 kuumba na akatumia miaka 1000 kupumzika. Ndivyo kulikuwa na uumbaji na mapumziko. Lakini pia kwenye udadavuzi wa uumbaji na mapumziko, hapa ndo tunapojua kwamba kuna vitu vingi viliumbwa kwa pamoja. Yaani Mungu alivyokuwa anaumba, let's say mfano ardhi, aliweza kutoa aina tofauti ya ardhi ambayo sasa hizi tunaona kwenye science, tunaambiwa ardhi inatembea, tunaambiwa ardhi, kuna ardhi zenye mchanga, kuna ardhi ambazo zina udongo, kuna ardhi ambazo zina mawe, kuna ardhi ambazo zina mchanganyiko wa mchanga na udongo na mawe. Vyote hivi ni mmoja mfano wa kwamba muda wote ambao Mungu alitumia kufanya uumbaji, kuna vitu vilifanyika vingi katika miaka 1000. Sasa imagine siku moja ya Mungu ilikuwa miaka 1000 na pia Mungu alipata muda wa mapumziko. Hivyo ndo tunavyoweza kusema kwenye maisha yetu ya kila siku kwamba tukifanya kazi Jumatatu mpaka Jumapili, hapa katikati tunakuaga na weekend, hapa katikati tunakuaga na holiday, hapa katikati tunakuaga na siku ambazo tunasema ni siku za mapumziko. Na ni kutokana na mapumziko yalianza tokea kwenye uumbaji, na pia kutokana Mungu alipata muda uliosawia kutengeneza varieties. Yaani kama vile walivyosema kuna siku aliumba samaki, aliumba sijui wadudu, aliweza kutengeneza varieties katika hiyo miaka 1000. Na katika hapo mwanzo pia tunaona kwamba swala la muda lilikuwepo, lakini Mungu ali-identify muda kwa namna yake.